Yes, official Rose D on the microphone, your girl. Itakuwa inapendeza sana kama utaendelea pia kusubscribe, kushare, lakini pia kucomment, si ndio? Tuziangazie zile taarifa kubwa kabisa ambazo zimemeke headline katika mitandao ya kijamii. Leo tunaarifiwa kwamba imekuwa ngumu sana kwa mwanadada Wema pamoja na Whozu kuachana sana. Ugumu kwa sababu gani? Whozu wa wajibu wanaozusha kaachana na Wema. Haikuwa rahisi kuachana na Chimawi. Haya bana. Tuko jijini Dar es Salaam ambako star wa Bongo Flava Oscar John Lelo ambaye anafahamika kisanii kama Whozu ni mmoja wa wanamuziki waliopitia safari ya kipekee na kuvutia kabla ya kufikia mafanikio ambayo yuko nayo wakati huu akisimama kama chapa yenye ushawishi. Bana, Whozu mkali wa kibao cha Ameyatimba 2023. Yeye ni msanii mtunzi wa nyimbo na mburudishaji mwenye uwezo mkubwa sana wa kuchanganya sanaa pamoja na ucheshi na muziki kwa namna ambayo inawavutia mashabiki wengi. Na kwa wale ambao wanamfuatilia, unatambua kwa muziki wa Whozu una ladha ya kipekee, ukiwa na mchanganyiko wa pop, R&B, Afrobeat pamoja na sauti za asili za kaskazini mwa Tanzania ambapo ndipo amezaliwa na kukulia huko. Alianza kufanya muziki akiwa chuo cha ushirika Moshi. Baadaye alipohamia jijini Dar es Salaam akaanza kuzifukuzia ndoto zake za muda mrefu. And of course mafanikio yake yakuja kwa njia ya kawaida, kwa kuwa safari yake ilianzia kama utani tu pale alipokuwa akifanya muziki na vichekesho kupitia mitandao ya kijamii hasa mjini Instagram. Wengi hawakumchukulia kwa uzito mwanzoni, lakini ghafla jina lake likaanza kuchukua nafasi kubwa ndani ya Bongo Flava, huku akiwa na ukaribu na baadhi ya mastaa wenye majina makubwa katika muziki huo. Alipata msaada kutoka kwa rapa wa kundi la Weusi, Nick wa Pili, ambaye alikuwa mshauri wake wa karibu sana, akimweleza njia sahihi ya kupita katika muziki, hata kumchagulia pia wasanii wa kuwasikiliza ili kujifunza. Lakini baadaye baada ya kupambana kwa muda mrefu bila kuwa na mafanikio makubwa, Whozu alibadili mkakati. Aligeukia uchekeshaji kupitia muziki kwa kuanza kurudia nyimbo za wasanii maarufu kwa mtindo wa vichekesho, na hii ndiyo ambayo iligeuka kuwa mlango wa mafanikio. Video zake zilianza kusambaa kwa kasi katika mitandao ya kijamii, zikimpa umaarufu mkubwa sana na kumfanya ajulikane zaidi kama mburudishaji mwenye kipaji cha kipekee. Umaarufu wake ulipanda kwa kasi zaidi pale Diamond Platnumz alipoposti Instagram video yake akicheza kwa mtindo kuchekesha wimbo wa Rock Nolo mwaka 2017 alioshirikisha na Lumino Mohombi pamoja na Franco. Lakini wakati huo Whozu alikuwa na wafuasi takribani 5,000 tu peke yake Instagram, lakini ndani ya muda mfupi aliweza kufikisha wafuasi 10,000 kutokana na nguvu ya Diamond Platnumz katika mtandao huo. Leo hii Whozu ana wafuasi milioni 4 na huu ni uthibitisho kwa jina lake linatambulika na wengi na tayari ana nguvu ya ushawishi katika kile anachokifanya. Wakati akiendelea kujitafuta, Whozu alipata nafasi ya kuonekana kwenye video ya wimbo wa kundi la Weusi Nikome 2020 ambayo ndani yake ilikuwa na wasanii wengi maarufu. Sasa hii ni sawa na namna ambavyo Mimi Mas alivyowahi kuonekana kwenye video ya wimbo wa kundi la Navikenzo Game mwaka 2015 kabla ya hajaanza muziki wake. Hivyo haya alikuwa ni maandalizi ya safari kubwa sana. Na katika harakati za kutafuta mafanikio, Whozu alikutana na wasanii wengine waliokuwa wanapambana kutoka kwa wakati huo. Baadhi ya wasanii hao ni Mario, lakini pia Kuse na kundi la Mabantu. Na urafiki pamoja na ushirikiano wao uliwasaidia wote kufanikisha lengo lao kuu, na hadi leo wamekuwa wakishirikiana katika kazi zao za muziki, wakitengeneza nyimbo ambazo zimepokelewa vizuri sana. Kati ya nyimbo hizo ni Vavayo mwaka 2026 wa kwake Whozu akimshirikisha Mario. Wimbo huu wenye ladha ya mapiano ulitamba kwa muda mrefu sana. Hadi sasa video yake imetazamwa YouTube mara milioni 3.5. Mwaka 2018 Whozu aliachia wimbo Huendi Mbinguni aliokuwa na vituko vingi sana, ujumbe wa kuchekesha lakini wenye kugusa jamii, ukitoa ujumbe muhimu kuhusu maisha. Uko umetayarishwa na S2Kids. Wimbo huu ulimtangaza zaidi Whozu na kumpatia mafanikio makubwa sana ya kifedha kwa mara ya kwanza hadi kuweza kununua gari lake la kwanza aina ya Crown. Na kwa sehemu kubwa kabisa mafanikio hayo yalitokana na wimbo huo kutumika
kama wimbo rasmi wa tamasha la Fiesta mwaka 2018, hatua iliyomweka Whozu kwenye ramani ya wasanii wakubwa Tanzania. Na kipindi cha Fiesta 2018 mkoani Dodoma ndiko ambako Whozu alikutana na Tunda ambaye walikuja kuanzisha uhusiano uliogusa hadi muziki wake. Hata hivyo walikuwa wakifahamiana tangu wanasoma Moshi. So basi Tunda akaja kutokea katika video ya wimbo wa Whozu Doko 2019 kabla ya kuachana, lakini wameendelea kuwa na ukaribu kwa sababu ya mtoto wao Lola. Na wakati muziki wa mapiano kutokea Afrika Kusini unaanza kushika kasi Bongo, basi Whozu alikuwa miongoni mwa wasanii wa mwanzo kabisa kuimba mahadhi hayo ya kupokelewa vizuri pia. Whozu wamefanya vizuri zaidi ya nyimbo za mapiano kama Sijui Nikoje mwaka 2022, Vavayo ikiwa ni mwaka 2023 na Ameatimba mwaka 2023 ambayo remix yake aliyoshirikisha Billnass pamoja na Mbosso. Miaka yake 8 umaarufu katika muziki, Whozu amefanikiwa kushirikiana na wasanii wengine kama Badesti, Zuchu, Ibra, Gigi, D-Voice, Rayvanny, Hamadai, Alikiba na kadhalika. Kwa upande wake wa maisha binafsi, Whozu ana uhusiano na Miss Tanzania mwaka 2006, mwanadada Wema Sepetu, star wa filamu ambaye ameshinda tuzo kama Sinema Zetu International Film Festival Award, lakini pia Hollywood and African Progressive Award pamoja na Harper Awards na kadhalika. Na inakuwa ni tamati simulizi hii ya bwana mkubwa Whozu. Una maoni gani? Unaweza kutuandikia kupitia maoni. Bye bye.